Coach, ni ngumu kiasi gani kupokea matokeo ya sare ambayo tayari uko unaongoza na dakika za mwisho kabisa unapoteza alama mbili? Ni kiujumla sijui kuongea ni maneno makali, lakini kwa leo hii sijaridhika na performance ya timu yangu, kwa sababu ukizingatia pale mwanzo ilipokuwa 11-11 timu yangu ilikuwa ni bora, tulicheza vizuri mpaka tumescore goal, lakini ni wachezaji wetu ni wa Kiafrika sijui niseme au ni wa Kitanzania yani baada ni yakona ni wapinzani wetu wana red card nao wakarelax zaidi. Tumemruhusu ni mpinzani wetu mpaka amescore goal, imekuwa ni 1-1, tukarudi tena kwenye mchezo tukascore goli la pili, lakini sasa tumeruhusu ni magoli ni ya design moja. Ni kwa leo waliotunyima ni ushindi zaidi ni wachezaji wetu, kwa hiyo wana haja ni ya kukaa wao wenyewe ni wajiulize. Leo sisi hatumlaumu mtu mwingine, hizi ni lawama zote ni za wachezaji wetu. Mwalimu, kucheza na timu ambayo iko pungufu mara nyingi yenyewe inakuwa na faida ya kupambana zaidi mara mbili kuliko ambao timu imetimia. Unafikiri kwa nini wachezaji wako waliamua kuchukulia poa au hawakuongeza umakini zaidi wakati mnacheza na timu ikiwa pungufu? Ni kiujumla yani ni wapongeze zaidi ni wapinzani. Walijua ni wako nusu, ni walifanya kazi, walipambana vizuri, ni hadi wamesawazisha zile pale goli. Yani nisiwe mtu mbaya, ni wapongeze zaidi ni wapinzani wangu leo, baada ni ya kujiona ni wapo nusu, walijitoa ni mara mbili zaidi. Kocha, kwanza pole kwa kupata alama moja dakika za mwisho, lakini katika mechi ya Prisons na mechi ya leo magoli yote ni ya kujirudia, lakini namna ambavyo mabeki wako wanakaba wanakuwa wanawaacha watu kuweza kupiga free. Ukiangalia magoli ambayo yalipatikana ya Prisons leo ni yale yale. Wewe kama mwalimu kiufundi, nini ambacho sasa umeking'amua? Na ndio maana nimerudia tena kwa vipi ni wachezaji wangu ndio maana wameniangusha kwenye mechi ya leo. Tumefanya training majuzi, tumefanya training jana, yani kwa kuiziba zile space ambapo ni mtu ni asipige shoot. Wamefanya ni mistake ya mwanzo, ni wapinzani wetu wamesasawazisha goli, tumekukumbushana tena, ni wamerudia tena. Sasa hapo kinachofuata ni mchezaji anayerudia ni kumwofu nje tu afu ni yaingie mtu mwingine. Okay.